Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam Mtume wetu Muhammad, ikiwa leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tumekutana katika sehemu yetu hii katika kuanza kuelezea kuhusiana na ibada kuu mbili, ibada ya haji na pia kadhalika ibada ya umra. Na kwa leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na idhini yake tutaanza kuangalia au kuielezea kwamba sote tufahamu ya kwamba Waislamu wanapokwenda kutekeleza ibada ya haji huwa shauku yao au na hima yao kubwa au na matamanio yao makubwa ni kupata haju al-mabrur, yani hija ambayo ni mabrur. Sasa hija hii kwa kuanza leo tutaanza kuielezea hija hii mabrur, na pia kadhalika katika episode zinazofuata tutaelezea kwamba haji mabrur ni hija ya namna gani, kwa kuziangalia akwali za wanawachuoni walipokuwa wakielezea hii haji mabrur. Kuanza kwa leo tutaanza kwa kusema fa innal hajja al-mabrur, hakika ya hija mabrur min afdalil a'mal, ni katika amali, ni katika ibada ambazo ni bora sana, wa azkaha wa atyabiha, na pia vile vile ni katika ibada ambazo ni nzuri zaidi, wa habbiha ila Allah azza wa jalla, na pia vile vile hii hajj mabrur ni katika ibada ambazo anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala, zinazompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kadhalika yatarattabu alayhi min al-ujuri al-azima, na pia vile vile inapangilika au inafungamana katika hii hajju mabrur ujira na thawabu ambazo ni kubwa, wal afdhali al-karima, na pia vile vile inapatikana katika hii hajju mabrur fadhila ambazo ni tukufu, na pia vile vile wal khairat al-amima fi dunya wal akhirah, na pia inapatikana khairi ambazo khairi hizo zimeenea katika hii dunia na pia kadhalika akhirah, ma la yuaddu wala yuhsa, khairi ambazo haziwezi zikahesabiwa kwa ule wingi wake, na pia kadhalika haziwezi zikadhibitiwa kwa ule wingi wake wa hizo khairi katika hii dunia na pia kadhalika akhirah yauma alqiyama. Waqad akhbara an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika ametuambia Mtume sallam, ametukhabarisha alayhi salatu wassalam, anna al-hajj al-mabrura, ya kwamba mtu akihiji na hija yake ikawa ni hajjun mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-janna, hiyo hija ikiwa ni mabrur, hija hiyo haina malipo isipokuwa malipo yake yanakuwa ni pepo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampa pepo yule ambaye amehiji na hija yake ikawa ni hajju mabrur. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abu Hurairah na kutoka hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa Mtume amesema al-umratu ila al-umra, kwamba kutekeleza kwa yule ambaye atatekeleza ibada ya umra au umra moja mpaka umra nyingineyo, kafaratun lima bainahuma, hii ni kifuto, kwamba inafuta madhambi mtu akifanya umra moja na mpaka ikafikia umra nyingineyo, inafuta madhambi baina ya hizi umra mbili. Na pia kadhalika Mtume akamalizia hadithi yake akasema, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na hija ambayo ni mabrur, hija ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaikubali hija hiyo ikawa ni mabrur, basi hija hiyo haina malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa malipo yake ya pekee ya hija hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa pepo kwa yule ambaye hija yake itakuwa ni mabrur. Kwa leo kama tulivyokuja kusema mwanzo kwamba katika hizo episode zetu ambazo ni muendelezo wa kujaribu kuiangalia na kuielezea hii hajju mabrur kwamba ni hija ya namna gani, ili kwa wale ambao Allah amewafikisha kuwekania
kutekeleza ibada ya hija, ikiwa ni kwa kipindi ambacho ni cha mwaka mmoja, kwamba atakwenda ima ni mwakani au pia kadhalika kwa miaka inayokuja, ili waangalie katika hija zao katika ni yapi wayafanye ili hija zao ni hiyo ni haju mabrur, na yapi wayaepuke na wasiyafanye ikawa ni sababu ya kupelekea hija zao zisiwe ni haju almabrur. Taishi hapa, wallahu a'lam. Fasubhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.